inafanana na mwendo wa gari. Namna gari, gari inapoondoka, jambo la kwanza inakuwa na driver anayeongoza gari ile, ndipo sasa na wengine wanapanda ndani ya gari na wanaenda. Tunapoenda katika safari, unapokuwa katika gari kunakuwa milima, katika safari ya gari kunakuwa mabonde, katika safari ya gari kunakuwa makorosi, katika safari ya gari kunakuwa pia vipingamizi. Mnaweza kukutana na watu ambao wanasimamia utaratibu wa barabarani. Hizi zote ni changamoto katika safari ya gari. Katika kusafiri ndani ya gari pia mnaweza kupigwa na mvua, mnaweza kupigwa na baridi. Yaani katika safari ya gari mnakuwa mambo mengi, na mara pengine unaweza kuona gari inaenda speed zinaongezeka. Kunakuwa wengine wanakuwa wakitapika katika safari, wanatapika kwa sababu ya mwendo wa gari unakuwa kasi kabisa. Na mara pengine unaweza kuona mnapokuwa katika kilima na mambo yanakangaa, baadaye utaona gari inaanza kurudia nyuma. Ni nini? Nasema breki likatika. Hapa ni hatari kabisa, hapa ni abiri angalisho, ili msije mkafe au kuishia kwenye kuwa bondi. Nasema maisha ya ndoa ni kama mwendo wa gari, vivyo hivyo maisha ya ndoa ndivyo ilivyo. Nasema dada, na wewe kijana, unapooa usifikiri kusema maisha ya ndoa kila siku yanakuwa na furaha. Juu ya kusema ya kwamba unapokuwa katika maisha ya ndoa umekwisha ingia katika safari, na katika safari ile ya ndoa pia mnakuwa matatizo. Unaweza kuona muda fulani mambo hayendi, driver anaweza kuingiza vitesi, gari inasimama, gari haiende tena. Vivyo hivyo katika maisha ya ndoa, unaweza kuona muda fulani mambo hayendi, maisha yanakangaa, chakula hakuna nyumbani, magonjwa, shida mbalimbali, vikwazo. Usifikirie kusema ya kwamba ni mwisho wa ndoa. Hapana, ndoa inaendelea, ndoa itaendelea tu, lakini katika safari inabidi kuwa nini? Uvumilivu. Ndivyo katika ndoa ilivyo. Unapokubali kuingia, ndugu na dada, katika ndoa ulio nayo, kubali pia kuwa mvumilivu. Kubali pia kusema ya kwamba tutakutana na vikwazo mbalimbali. Vikwazo vinaweza kutokea nje, vikwazo vinaweza kutokea ndani, lakini nakubali ufanye namna gani? Kuwa mvumilivu. Hapa wanatuambia ya kwamba unapokubali kuoa, kubali kusema wewe sio peke yako, pia wewe sio peke yake tena, umekwisha kuwa wawili. Yaani ndani ya watu wawili wanakuwa mmoja. Usisha mwenziwe katika ndoa kwa jambo lolote. Tunapokuwa katika maisha ya ndoa nyingi zinaingia katika matatizo kwa ajili ya jambo la kwanza. Mambo mbalimbali tutajifunza, ni kwa machache tu kwa ajili ya muda wetu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanya ndoa zetu ziingie kwenye kuwa matatizo mengi. Na sasa ili tuepukane na matatizo mbalimbali, inabidi tuendane na mitindo ya mashauri kama na haya ambao Mwenyezi Mungu anataka kutushauria jioni ya pekee. Jambo la kwanza, unapokubali wewe kuwa na mwenzi katika maisha yako, mshirikishe kwa kila jambo. Umshirikishe mume wako, umshirikishe mke wako. Ndugu mpendwa unayetusikiliza mahali hapa, mnapokuwa katika ndoa, kama nyinyi hamkuwake na mazungumzo ndani ya ndoa ili kugawanyana mahitaji mbalimbali, ili kugawanyana michango ya maisha, maswali, matatizo, muweze kuigawanya, kuitatua kwa pamoja, ndoa yako itakuwa kila siku kwenye kuwa
makelele. Mnapokuwa katika kuishi, kubali kushirikisha mwenzako kwa kila jambo. Hapa vijana wengi wa siku hizi, akishaoa anampata mwanamke, basi anasema nimekwisha ukupata, hakuna tena litakalo nishinda mimi. Kwenu hauendi tena, na mambo yangu siyo yako, ya kwako ni vya kwako, na vyangu ni vyangu. Hakika ndoa ile haitakuwa na msimamo. Shirikisha mwenzako, ulimkubali, ukampenda, ukamtoa kwao, ukamleta kwako, na mnaanza maisha. Kwa nini sasa leo au mshirikishe tena mwenzako katika kile unachokifikiri? Kwa nini au mshirikishe tena mwenzako kwa kile unachokipanga kukifanya? Wengine wanawashirikisha wenzao baada ya kupanga mipango na anaiendesha peke yake. Inapofeli ndipo sasa anamwelezea mwenzake, anamwelezea sasa habari, anasema njoo, uliona hapa mambo ambayo nilikuwa nayo? Asema ndio. Asema hapana, mambo nilikuwa nayo labda wewe hauijui. Nilipenda kupanga kazi mbalimbali muda wa mwaka huu, lakini sasa ilifeli. Njoo kwa maana sasa nilipenda mke wangu, nikuulize kama unaweza kunisaidia nini? Hapana, huko sio kumshirikisha, huko sio kumhusisha mambo yako. Muhusishe kabla haujapanga lolote, mpange kwa pamoja, na Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja nanyi. Yesu Kristo ndiye dereva katika gari ambayo tunaliendea. Katika ndoa yetu, muweke Yesu mbele, awe kiongozi katika ndoa yenu. Ndoa yenu itafanikiwa. Mnapokuwa katika usafiri, muweke Yesu awe kiongozi katika safari yenu ya ndoa. Ndoa inabidi kuwa na maombi. Ndugu na dada, imani gani unayo? Lakini tunakualika pia uwe mtu wa maombi. Chagua njia maalum ambao utakaoishi katika usalama na ndoa yako. Hapa tunagusa katika habari mbalimbali za imani, lakini hatukuletea habari ya imani wakati huu. Tunakuletea habari ya ndoa. Lakini chunguza, tafakari, ni imani gani iliyo sahihi ambayo itakao kusaidia wewe uliye katika ndoa sasa, au utakayeingia katika ndoa, itakao kusaidia wewe kuishi na usalama pamoja na mwenziwe. Kwa sababu kuna imani zingine ambazo zinaleta shida katika ndoa. Viongozi wako wa imani unapowapelekea mambo yako, bali pa mambo yako kuweza kupata suluhu, mambo yanazidi kuharibika. Chunguza pia viongozi unaowaendea, ni imani gani ambayo itakupeleka na ndoa yako katika usalama. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Ni yeye aliweza kuanzisha ndoa tangu Edeni.